Tungependa kuwakaribisha sana katika ibada yetu ya Kiswahili hapa ACK St. Mary's Parish Kabete. Mungu awe nanyi na awabariki mnapoungana pamoja nasi. Tuweze kumtukuza Mungu, tuweze kumuinua, kumpa sala zetu na hatimaye tuweze kusikia neno la Mungu. Karibuni sana. Mungu wa neema na awabariki. Tutaomba alafu tuendelee. Mungu Baba, katika jina la Yesu tunajiweka mikononi mwako tunapoanza ibada yetu ya asubuhi ya leo. Tunakuomba Bwana Roho wako Mtakatifu aweze kututembelea kila mmoja wetu, aweze Mungu mwenye rehema nyingi kutembelea wale wote wanaoungana pamoja nasi katika ibada hii, katika nyumbani mwao, ofisini mwao na popote pengine. Mungu mwenye rehema, ukaweze Bwana kuinua roho zetu, kukuinua na kukusifu, na hata Bwana tukaweze kushiriki pamoja na wewe, na pia ukaweza kunena pamoja nasi na kutubariki. Kumbuka kila mmoja wetu popote alipo, na Bwana ukaweza kushika usukani ndani ya maisha yetu, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu. Amina. Yesu Kristo makofi ya shangwe, vigelegele. Haleluya. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nyumbani mwa Baba.
Bwana, hilo ndilo ombi letu, ndiyo amani na imani yetu, kwamba Bwana wewe ndiwe ngao yetu. Tutakaa nyumbani mwako siku zote za maisha yetu. Hakika wema na fadhili zitatufuata hata wakati huu mgumu. Wema na fadhili zitatufuata, na kwa hivyo tunakungojea na tunakuamini na tutakutumainia wewe. Hatutakata tamaa, bali tutakungojea wewe. Sifa na utukufu ni zako ee Bwana, kwa Yesu Kristo Bwana na Mwokozi wetu tumeomba. Sote tuseme amen. Asanteni sana, mwaweza kuketi tunapoendelea na neno la Bwana. Basi wapendwa ambao mmeungana nasi katika ibada ya Kiswahili, somo linalotuongoza siku ya leo ni kutoka kitabu cha Nehemia. Nehemia mlango wa 4 mstari wa 10 hadi 14. Nehemia mlango wa 4 mstari wa 10 hadi 14. Kama uko na Biblia yako, aidha pale kwa simu yako ama hata Biblia yako, ukaweza kufungua ili tuweze kuangalia pamoja katika Nehemia mlango wa 4 mstari wa 10 hadi 14. Biblia inasema hivi: wakati ule ule watu wa Yuda wakasema, nguvu za wafanyikazi zinapungua, nacho kifusi ni kingi mno kiasi kwamba hatuwezi kujenga upya ukuta. Pia adui zetu walisema, kabla hawajajua au kutuona, tutakuwa pale pale katikati yao na tutawaua na kuikomesha hiyo kazi. Kisha Wayahudi ambao waliishi karibu nao walikuja zaidi mara 10 na kutuambia, popote mtakapoelekea watatushambulia. Kwa hiyo nikaweka baadhi ya watu nyuma ya sehemu za chini za ukuta kwenye sehemu zilizo wazi, nikawaweka kufuatana na jamaa zao, wakiwa na panga zao, mikuki na pindi zao. Baada ya kuona hali ilivyo, nikasimama na kuwaambia wakuu, maafisa na wengine, msiwaogope. Mkumbukeni Bwana ambaye ni mkuu mwenye kuogofya. Piganeni kwa ajili ya ndugu zenu, wana wenu na binti zenu, wake zenu na nyumba zenu. Hili ndilo neno la Bwana. Shukrani kwa Mungu. Siku ya leo Jumapili tarehe 3 mwezi wa 5 mwaka 22, wakati ambapo tuko manyumbani kwa sababu ya janga hili la corona, ningependa tuweze kutafakari kwa ufupi kwamba inatupasa kufanya nini unapohisi kukata tamaa. Inatupasa kufanya nini unapohisi kukata tamaa. Wapendwa katika Bwana, kufa moyo ama kukata tamaa ni ugonjwa ambao ni mbaya zaidi kuliko magonjwa mengine yote. Ni ugonjwa kuliko polio, ni mbaya, ugonjwa mbaya kuliko polio, ugonjwa mbaya kuliko malaria, ugonjwa mbaya kuliko ukimwi, ugonjwa mbaya kuliko kisukari, ugonjwa mbaya hata kuliko corona, kwa sababu ni ugonjwa ambao uko dunia nzima na ni ugonjwa ambao unaambukizanwa, unasambazwa kwa urahisi zaidi. Juma iliyopita tuliweza kuongea kuhusu daktari wa pale Amerikani, hospitali ambayo inaitwa Presbyterian Allen Hospital. Yeye alikuwa ni mkubwa wa emergency medicine department, ambaye alikuwa anaongoza kundi la wale ambao walikuwa wanashughulikia wagonjwa wa corona katika pale jiji la New York. Na inatunaambia kwamba aliweza kusaidia watu wengi sana, kuokoa watu wengi, na baadaye pia akapata ugonjwa huo, na baada ya kupata ugonjwa huo akapigana nao na akashinda. Lakini baada ya kushinda hayo yote, tunaambiwa kwamba alirudi kazini na akafanya kazi, lakini hatimaye akaaga kwa sababu ya kujiua, kwa sababu ya kufa moyo, kwa sababu ya kukata tamaa. Baba yake Daktari Philip Green alisema kwamba yeye hakuwa na shida yote ya kimawazo, yeye hakuwa na ugonjwa ya kimawazo, lakini baada ya kuweza kuinuka katika ngazi yake, kazi yake ya udaktari, hadi akafika juu, akafanya kazi yake kwa uzuri sana, na baada pia ya kushindana na kupiga adui huyu corona ndani ya mwili wake, akaweza kuangushwa na kufa moyo. Wapendwa katika Bwana, kufa moyo, kukata tamaa
ni jambo ambalo linaweza kutumaliza sote sisi. Ni ugonjwa ambao ni mbaya zaidi kuliko hata korona, na kwa hivyo ni vizuri kujichunga na kukaa tayari. Unajua ya kwamba ukiwa katikati ya watu ambao wako na hali hiyo ya kukata tamaa na kufa moyo, wewe pia kwa haraka pia utasambaziwa na utaambukizwa na kukata tamaa huko pia. Lakini uzuri ni kwamba, na niko na habari njema wapendwa, ni kwamba kukata tamaa na kufa moyo kuna tiba. Haleluya! Wakati unapohisi kukata tamaa, wakati mambo yanakusumbua, umekuwa na siku mbaya, umekuwa na juma mbaya, umekuwa na mwezi mbaya, hata mwaka mbaya, na unahisi kwamba unataka kukata tamaa na kuona kwamba maisha hayana faida, kuna tiba. Na ndio nimekuja na habari njema kwamba kuna tiba. Kitabu hiki cha Nehemia kiliandikwa nafikiri kwa sababu moja, kutueleza kuhusu sababu za kukata tamaa na tiba za kukata tamaa. Sasa katika somo letu tutaweza kuangalia mambo hayo manne ambayo yanasababisha kukata tamaa. Jambo la kwanza ni uchovu. Angalia katika mstari wa 10 inasema hivi: nguvu za wafanyikazi zinapungua. Kuna wakati ambapo tu tunachoka, nguvu inaisha. Umekuwa na siku mrefu, umefanya kazi, mwili umechoka, inafanya ukate tamaa. Kuna watu wengi ambao siku ya leo wamekata tamaa, wako discouraged, wamekufa moyo kwa sababu ya kuchoka tu. Wamefanya kazi shift ya mchana, shift ya usiku, umechoka, unahisi kukata tamaa. Watu wengi wamejitupa kutoka majumba kwa sababu ya kukata tamaa. Sijui kuna kazi zipi ambazo uko nazo ambazo haziishi. Unakuta kwamba intre yako ile ya kazi inaendelea tu kuwa mrefu. Pale manyumbani uko na kazi ya kuosha vyombo, haviishi. Uko na kazi ya kuosha nguo, haziishi. Kuosha nyumba, sijui nini. Ukimaliza hapo upikia watu, kazi haiishi. Unaanza kufanya nini? Unaanza kuchoka, kushikwa na uchovu. Mimi huambia watu ambao ninakutana nao ambao wana hali hiyo ya kutaka kukata tamaa, kukuwa discouraged, kwanza jambo la kwanza kufanya ni pumzika. Wacha nikwambie wapendwa, kulala tu masaa 7, masaa 8, wacha nikwambie, unapoamka dada Lydia, unajihisi kwamba umezaliwa upya. Unajihisi kwamba unaweza kuendelea. Wewe kama umekufa moyo dada yangu, pengine inaweza kuwa umechoka, inakupasa pia kufikiria kuhusu hali hiyo ya uchovu wako unaofanya utaki kukata tamaa. Wakulima hupanda mimea yao kwa kuzungusha. Wakipanda hapa leo, hawapandi pale kesho, wanapanda pengine, kwa sababu wakulima wanajua wakati ardhi inapopumzika inaleta mazao maradufu. Jambo la pili linaloleta hali hiyo ya kukata tamaa ni kufadhaika. Mstari wa 10 Biblia inasema ati nguvu za wafanyikazi zimepungua, hiyo ni kuchoka. Kifusi ni kingi mno, hiyo ni kufadhaika. Vifusi, takataka. Unajua unapokuwa pale na mjengo kuna vifusi na takataka nyingi, vikaratasi vya simiti, sijui ni changarawe nini, mchanga, mambo kama hayo yanakuwa nyingi. Takataka hiyo isiyotolewa inafanya ujenzi kuwa mgumu sana. Unajaribu kupitisha pale wheelbarrow, inakataa kwa sababu kuna kifusi, kuna takataka, kuna kuwa na kufadhaika. Basi hawa wana wa Israeli walifadhaika kwa sababu takataka ilikuwa ni nyingi mno. Ikawa kwamba sasa wamefadhaika na wanahisi kufa roho. Wengine pengine wanaketi, wanakanyaga vifusi hivyo, wanaumia miguu yao na kadhalika, wanadungwa. Na kwa hivyo kufadhaika inaweza kuleta hali hiyo kukata tamaa. Sijui nini kinachokufadhaisha wewe. Ni kazi yako ambayo haiishi. Pengine ni uko na majukumu ya kijamii. Pengine uko na loans, uko na nini, vitu ambazo zinapangana hivi, unaenda shule, mambo kama hayo. Mambo yamekuwa ni mengi, masani machache, lakini kazi yako ni nyingi. Kuna vifusi, kuna takataka ndani ya maisha yako. Hayo ni mambo yanaweza kufanya utake kukata tamaa. Lakini la tatu ambalo linaweza kufanya utake uweze kukata tamaa ni kutofaulu. Mstari wa 10 tena inasema hivi: kifusi ni kingi mno kiasi kwamba hatuwezi kujenga upya ukuta. Yaani wanajaribu kusema nini? Wanaona kwamba wameshindwa kufaulu
na kwa hivyo wanaona hata afadhali hatungeanza, afadhali hatungetoka Babiloni. Kumbuka wana Israeli wakisema hata afadhali hatungetoka wapi? Hatungetoka Misri. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutofaulu. Kutofaulu kunafanya mtu kufadhaika, kuwa na hali hiyo ya kukata tamaa. Lakini namba 4, la 4 ambalo unafanya tukue na hali ya kukata tamaa ni uoga. Haya, angalia mstari wa 11 inasema hivi: kabla hawajajua au kutuona, tutakuwa pale pale katikati yao na tutawaua na tutakomesha hiyo kazi yao. Inatupasa kuelewa kwamba hawa wana Israeli walikuwa na maadui wengi. Wengine wanaitwa Sanbalati na Tobaya. Walikuwa ni wengi sana ambao hawakutaka wana wa Israeli kufaulu. Na kwa hivyo waliwakejeli, waliwachekelea, wakawatisha kwamba watawaua. Ni vizuri kujua ya kwamba sio kila mtu anafurahi unapoendelea vizuri. Sio kila mtu anafurahi unaponawiri, unapofanikia, unapopata fanaka. Kwa sababu kuna watu ambao wanataka kuona ukifeli, na kwa hivyo watakuchekelea, watakukejeli, hata watakutisha ili usiweze kufanya nini? Kufaulu. Lakini ni vizuri kujua ya kwamba hilo ni jambo linaweza kuleta kufa moyo. Basi haya yote tumeyaona ambayo yanaweza kufanya tufe moyo. Basi tiba ya kufa moyo ni nini? Angalia la kwanza katika mstari huo wa 10 ni pumziko. Ukisoma mlango huo wote wa 4 unaona Nehemia aliweza kuwapa watu holiday, wakati wa kupumzika. Watu wakishapumzika wanarudi wakiwa na energy ya kufanya kazi. Mpango wa Mungu ni kwamba mpendo, ukifanya kazi basi pumzika. Ukifanya kazi pumzika. Ndiposa hata maandiko 10 ya Mungu moja wapo ni kwamba sabato ya Mungu uende upumzike. La pili ambayo ni tiba ya kufa moyo ni kuweza reorganize your life. Tuseme nini kwa Kiingereza? Kujipanga upya, sivyo? Uweze kujipanga upya, ujipange sawa sawa. Biblia inasema hivi katika mstari wa 15: kwa hiyo nikaweka baadhi ya watu nyuma ya sehemu za chini za ukuta wenye sehemu zilizo wazi, nikawaweka kufuatana na jamaa zao, wakiwa na panga zao, mikuki na pigi zao. Unajua vile alisema, nyinyi watu kikundi hiki, endeni pale mkae katika jamii zenyu. Na nyinyi kikundi kile mwende mkae pale katika jamii zenyu. Tufanye kazi pamoja, tusaidiane. Unajua ya kwamba point ambayo Nehemia anajaribu kutuambia ni kwamba huwezi fanya kazi peke yako. Kuna kipindi kilikuwa kinaitwa Lone Ranger. Huwezi kukua Lone Ranger. Wewe lazima ufanye kazi na watu. Ndipo unahitaji kuwa memba wa kanisa. Wewe ulifikiri kwenda kanisa unashurutishwa. Sasa unaona kwamba huwezi kwenda. Ni vizuri kukifunguka uweze kuingia katika kanisa, uweze kuingia katika kikundi cha huduma, uweze kuingia katika kikundi cha cell group, kwa sababu huwezi peke yako. Ni lazima tuliorganize maisha yetu na tupate support systems katika watu wa Mungu ili tuweze kuendelea. Wewe uko na shida ya deni, angalia vile unavyotumia pesa. Reorganize yourself. Shida kawaida unayokuwa nayo sio kwamba unafanya vibaya, lakini Mungu angependa kile unachokifanya uweze kureorganize ili uweze kuendelea vizuri, wacha kufa moyo. La tatu, mstari wa 14, tiba ya kufa moyo inasema hivi: baada ya kuona hali ilivyo, nikasimama na kuambia wakuu, maafisa na wengine wote, msiwaogope. Mkumbukeni Bwana ambaye ni mkuu mwenye kuogofya. Piganeni kwa ajili ya ndugu zenyu, wana wenu na binti zenyu, wake zenu na nyumba zenyu. Anasema nini Nehemia? Anasema tuweze kujitolea upya. Tujitolee upya katika Kristo. Tujitolee upya katika ushirika wetu na Mungu. Biblia inasema katika Samueli wa kwanza mlango wa 30 mstari wa 6, Daudi alipohisi kufa moyo, inasema kwamba alijipa moyo ndani ya Bwana. Haleluya. Ukiwa ndani ya Bwana utaweza kujipa moyo, utakuwa na nguvu mpya. Aliwaambia hivi: mkumbuke Bwana. Mkumbuke Bwana. Kumkumbuka Bwana inamaanisha nini? Namba 1, kukumbuka kwamba amekuwa mwema kwako siku zilizopita. Kumbuka mwaka wa 2019, alikuwa mwema kwako. Kwa hivyo kama alikuwa mwema kwako, basi pia atakuwa mwema kwako leo. La pili, inasema hivi: kumbuka Bwana kwa sababu yuko pamoja nasi, jinsi alivyokuwa nasi pale mbeleni. Na kwa hivyo hata yuko pamoja nasi katika mambo haya tunayopitia ya corona. Lakini la tatu, kumkumbuka Bwana katika nguvu zake ambazo ametuahidi atakuwa nasi hapo mwishowe.
Biblia inatuambia katika Isaia 40:31, wale wanaomngojea Mungu watapata nguvu mpya, watainuka kama tai, watakimbia hawatachoka, watatembea hawatakufa ganzi. Kuna verse ambayo ninapenda sana ambayo iko katika Jona mlango wa 2 mstari wa 7, inasema, wakati nilipokuwa nimekufa moyo, nilipeleka mawazo yangu kwa Mungu tena. Haleluya. Kenya inatupasa kupeleka mawazo yetu kwa Mungu. Yote tunayoyapitia tuyapeleke mawazo yetu kwa Mungu na Mungu atatusaidia. La 4 ambayo ni tiba ya kufa moyo, nikimalizia, Nehemia akasema, mkumbukeni Bwana ambaye ni mkuu wenyu, mwenye kuogofya. Piganeni kwa ajili ya ndugu zenyu. Piganeni kwa sababu ya binti zenyu. Kuna watu ambao nataka kuongea nao ambao wanahisi wanataka kufa moyo. Umefika mwisho, unaona hakuna haja ya kuishi. Nehemia, Biblia inatuambia, anasema, pigana kwa sababu ya familia yako, pigana kwa sababu ya imani yako, pigana kwa sababu ya maono yako, pigana kwa sababu ya yale Mungu amekuwekea. Usife moyo, usikate tamaa. Mungu ana mpango mwema juu ya maisha yako. Siku ya leo tumeambiwa yale yanayoletea hali hiyo ya kufa moyo, ya kukata tamaa, na pia neno la Mungu limetupa hali hiyo ya kuweza kupata tiba. Siku ya leo, je, wewe unahisi kukata tamaa? Excuse me. Neno la Mungu limetueleza jinsi tutakavyofanya ili tuweze kuimarika na kusimama. Neno la Mungu linatuambia katika kitabu cha Acts kwamba hii pia inakuja kupita. It will come to pass. It will come. Hata hizi shida tunazopitia zitapita, wapendwa, zitakuja kupitwa. Wapendwa katika Bwana, neno la Mungu linatueleza leo, sio lazima ukate tamaa, sio lazima ujiue, sio lazima ujinyonge. Kuna tumaini, there is hope. There is hope in God. Tumeelezwa mambo hayo 4. Kuwa na wakati wa kupumzika, jipange sawa sawa, jipange upya. Namba 3 tukaambia mkumbuke Bwana. Wewe kama umekuwa mbali na Mungu, ni wakati wa kumkumbuka Bwana. Na la 4 ni kwamba uweze kupigana, usikubali kushindwa. Mungu Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya neno lako ambalo umetuambia. Bwana, inatupasa kufanya nini wakati tunavyohisi kupata tamaa? Wakati huu, Mungu mwenye rehema nyingi, ni watu wengi wana shida nyingi, hawana kazi, hawana kipato cha kila siku, wanashindwa hata kulinda familia zao, wanashindwa kufanya hayo yote. Mungu mwenye rehema nyingi, wanahisi kukata moyo. Ewe Bwana, na wakumbuka wote wanaonisikiza na kuniona. Mungu mwenye rehema, ukatembee kwa Roho wako Mtakatifu, ukaweze kuwainua na kuwarudisha kutoka shimo hilo lililo na giza la kukata tamaa. Ukaweze kuwainua na ukaonyesha kwamba kuna tumaini ndani ya Mungu. Wakaweze kukukumbuka wewe, wakaweze kujiangalia vizuri, na wakaweze kuendelea na safari, kwa sababu una mpango mwema juu ya maisha yao. Wewe uliokuwa nao katika mwaka wa 2019, wewe uliokuwa nao hapo mbeleni, ndio uko nayo siku ya leo. Hujatuacha na hutatuacha. Utakuwa pamoja nasi kama nchi, kama kanisa na kama washirika. Kuwa pamoja nasi, na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Katika matoleo yenu, Safaricom Paybill 991740, tuma sadaka yako, tuma matoleo yako. Mungu atakubariki. Amen.